Mambo ni vipi popote pale ambapo unakuwa unatizama video hii kwa hivi sasa. Zimesalia saa chache kabla ya Young Africans kushuka dimbani kuvaana na wapinzani wao kutokea pale nchini Morocco, FAR Rabat, katika mechi ya marejeano kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kocha wa Young Africans, kocha Pedro Goncalves, ameweka wazi mpango wa timu kwa ajili ya mechi hiyo, na ameeleza wazi kwamba Young Africans hii ni kama mechi yao ya fainali na ni mechi ambayo wanahitajika kushinda ili kujitengenezea mazingira mazuri ya kuweza kutinga hatua ya robo fainali kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, jambo ambalo mashabiki wengi wa Young Africans wanalisubiri kwa hamu kweli kweli. Kuelekea mechi hiyo kumekuwa na maneno mengi kwa upande wa FAR Rabat, ambao mechi ya kwanza kwenye uwanja wa New Amaan Complex walipoteza kwa 1-0, na wao wanaamini kwamba hii ndo hatua yao sasa ya wao kuweza kufanya vyema na kulipa kisasi mbele ya Young Africans na kujitengenezea mazingira mazuri ya wao pia kwenda kucheza robo finali. Kumbuka kwamba mechi ya mwisho FAR Rabat atamalizana na National Ahli. Kwa mechi pekee ambayo naye anaona kwamba ni sehemu ambayo anatakiwa kufanya vyema ni dhidi ya Young Africans, unaona kwa sababu ukiangalia akipiga hesabu mbele ya Ahli anaona ngome itakuwa ngumu, na ukizingatia kwamba ashapoteza pia mechi ya kwanza nyumbani akiwa na Ahli. Kwa hiyo anamfuata National Ahli pale Egypt. Kwa hiyo akipiga hesabu anaona hapa bwana, sehemu pekee ya kukomaa ni ya Young Africans, unaona Lakini pia Young Africans na wao pia wanaona pia hii ndo mechi ya wao kukomaa, licha kwamba wana mechi ya mwisho dhidi ya JS Kabylie katika dimba la New Amaan Complex pale Zanzibar, lakini wanaona kwamba huu ndo wakati wenyewe either wapate pointi 3 za msingi au waweze kutoa sare. Na sare ambayo itakuwa na faida kwa Young Africans ni either yoyote ile, kama ni 2-2 ngapi, kwa sababu tayari mechi ya kwanza walimfunga FAR Rabat bao moja. Unaona sasa kibaya zaidi itakuwa ni kama Young Africans watapigwa na kupokonywa pointi zote 3. Hapo sasa na wao watakuwa wameanza sasa kuomba dua kwamba inabidi washinde mechi yao ya mwisho, alafu FAR Rabat apoteze mechi yake ya mwisho dhidi ya National Ahli. Kumbuka kwamba kwa Young Africans kikosi chao kipo imara, na habari nzuri zaidi ni kwamba mchezaji Clement Mzize ambaye alikuwa anasumbuliwa na majeraha kwa muda mrefu amesharejea kikosini tayari kwa mapambano, na ameambatana na timu kwa ajili ya kwenda kuongoza safu ya ushambuliaji, ambapo mbele yupo mwenyewe Clement Mzize, yupo Prince Mfumeleelo Dube pamoja na Depu. Hawa ndio ambao wanakwenda kuiongoza safu ya ushambuliaji ya Young Africans. Moja kati ya mechi nzuri kabisa kuitizama ambayo naamini mashabiki wa Yanga na watakuwa naisubiria kweli kweli. Weka maoni yako hapo, utabiri wako unasemaje? Nani ataibuka na ushindi kwenye mechi hii? Basi weka maoni yako hapo, sehemu ya kutolea maoni na mambo yatakwenda vizuri zaidi.